Kumekuwa na uchochezi wa kipumbavu sana kwa baadhi ya wapumbavu kutokea Kenya na baadhi ya wapumbavu kutokea nchi ya Tanzania, tena haswa kwa baadhi ya wananchi wa Kenya wakiamini kwamba Tanzania ni dhaifu sana. Tanzania imeonekana kuwa ni kama nchi ambayo haijiwezi katika swala zima la vita, na tunashukuru kwamba baada ya kama wiki 4 zilizoweza kupita tuliweza kumsikia Rais William Ruto akiweza kuwatuliza wa Kenya, na pia yeye mwenyewe aliweza kuomba msamaha kwa ambacho kilikuwa kinaendelea na kutaka amani iendelee kutawala, kwa sababu tayari alikuwa ameshaona kwa baadhi ya Wakenya ambao mpaka hivi sasa wamekuwa kitamani sana kuona vita kati ya Kenya na Tanzania, na haswa wakiamini kwamba Tanzania ni dhaifu. Yani kuanzia jeshi la Tanzania limekuwa ni dhaifu, na hata katika ule umiliki wa silaha nzito wanaamini kwamba Tanzania ni dhaifu miaka na miaka. Lakini katika jambo ambalo pia inabidi waatulize akili, tena inabidi pia na wao wajitathmini. Vita bwana zote unaambiwa haina mwenyewe. Vita ni timing, vita ni maarifa, vita ni mfumo. Kwa hiyo kinachoonekana kwa nchi ya Kenya ni kujiamini kupita kiasi, wakiona kwamba wao ni washupavu kwa sababu wamekuwa wakifanya maandamano ya uhuru na wamekuwa wakijiamlia wanachokitaka. Lakini katika swala ambalo inabidi pia wakae na wasijiamini kupitiliza, basi ni kati ya vita ambayo wanaamini ikatokea Kenya Tanzania imeweza kuingia kwenye vita, basi wana 100% kwamba Tanzania itapigwa, yani bila ya upinzani. Lakini wasijisaulishe kwamba Tanzania pia wamekuwa ni wasili na wamekuwa kimya sana, kwa sababu huwezi kujua katika nchi husika, je, wana silaha gani za siri nzito, ama pia na wao pia jeshi lao liko vipi, yani kuanzia reserve soldier na hata kwa wale active soldier wa Tanzania. Yani ni lazima uweze kuona kabisa ni swala ambalo wa Kenya ni wamekuwa na nadharia tu, bali uhakika ama ukweli hawana, kwa sababu bado haijawahi kutokea